Bienvenue sur Congo 26 TV, nous sommes le 24 juillet 2024. Voici les sujets de notre actualité d'aujourd'hui. Nous allons parler sur la négociation entre l'AFC, les M23 avec le gouvernement congolais et aussi l'appellation de l'ambassadeur de l'Ouganda par le ministre des Affaires étrangères du Congo. Et nous allons clôturer notre actualité par les rumeurs sur la suspension de TikTok en République démocratique du Congo ou des esclaves. Je suis Christian. Et donc Mswahili tunaongelea mazungumzo yenye ilipimwa kati ya wavamizi wa M23 au M23, na tunaongelea kuitwa kwa ubalozi wa mwanabalozi wa Uganda na minista wa mambo ya nje wa Congo, na tutaongelewa kukatazwa kwa TikTok mu Republique ya Demokrasia ya Congo. Ndio maneno mbili, ndio maneno tatu tatupatanisha hii magharibi ya leo. Congo kama d'habitude, na mara mingi avant kwanza actualité normalement tunaongelea kwanza actualité internationale. Donc iko napita mdunia ndio tuko parti ya dunia normalement. Faut tu napita kafasi nyingine mdunia hata hiyo tu napita tu Congo. Na hiyo kama la fois passée ancien président ou candidat mwenye kuna atagombea uchaguzi wa Marekani. Donc l'ancien président américain Donald Trump balimurate na lisasi wakati fulani. Parko kama ni jeune wa 20 alikuwa quelque part alimurate normalement alikuwa mzungu. Donc anaona kama ni mzungu haina problem sana. Ingekuwa noir ndio ingekuwa problem. Mais ile kumrate ilionekana kama ilimpatia tena nguvu sana, anakuwa tena na vraiment na force peut-être yenye hakuwa nayo. Mais anakuwa na force yenye hakuwa nayo. Na hivi anaendelea kufanya mambo yake kama kawaida. Point 1 ni demokrate. Point 2 na benza ni républicain plutôt. Point 2 benza ba demokrate. Donc Joe Biden mwenye alikuwa mwengali president mpaka mwa minute, naye palikuwa masupso kama no anaweza tena postuler. Malheureusement ba américain sono kama ni pays iko sérieux, iko na autorité iko sérieux, iko na politique iko sérieuse. Alors balimkatazia wanamwambia kama no yeye compte tenu na age yake, compte tenu na donc na faiblesse ya mwili ashakuwa nayo. Juu ashakuwa mtu wa kuanguka, anza kuanguka mtu mdogo. Asha mtu wa kusahabu. Inaonekana kama abataki tena a representer ba demokrate. Na yasu piko soupçon ya kusema kama Harris ndio mwenye anaweza kamgombole. Kama Harris nani? Kama Harris juste ni Jamaica, mtu origine wa Jamaica, na babake alikuwa jikura ni noir, mamake jikura ke alikuwa indienne vya vile. Ndio mwenye biko natarajia kama habaenda ku congrès, mjikura bien vers novembre bataenda ku congrès, comme ça ndio batadécider kama anaweza kuwa choisi a représenter ba démocrate. Mais moi politique ya Amerika piko bitu betusha remarquer sana ba démocrate normalement bon hatuwezi bote piko presque sawa. Jo politique normalement inakuwa na objectif moja. Na objectif moja ni kugagner pouvoir na conquérir donc ma état. Mais kushiba africain piko bingine ba africain wanasema kama au moins ba démocrate par rapport au moins ba républicain plutôt par rapport à ba démocrate. Parce que hakuna politique bila économie, hakuna politique bila pesa. Politique yote inalombaga ni makuta. Na objectif ya politique normalement inakuwa kwenda watu kwenda tafuta makuta.
Alors qu'est-ce qui se passe? Ba républicain ebo ni batu bana développer, ebo ni batu bana investir à l'intérieur de leur pays. Habiko ça vile ba démocrate. Donc ebo na focaliser normalement ku industrie ya kule kunyumba. So ba démocrate ebo franga ni batu banakala na focaliser sana ku industrie nje ya kunyumba. Donc franga zao banakala na investir hapana mpei. Banatoaga banakala na investir nje ya pays. C'est pourquoi mko naona lazima ebo bakisha kwa pouvoir ba démocrate normalement panakuwaka ile tunaitaka fuyo mdunia quelque part. Upendo spende panapishwa kwa tu problem. Kisi bonye kwa pouvoir vita hainge kosekana entre Russia na Ukraine. Hainge katika swati entre Yemen. Hainge katika swati Mkongo. Hainge katika swati mu Israeli. Hainge katika swati mu Gaza. Ndio ba republicain yao. Donc eo bakisha kwa pouvoir banakala bana créer vita juu. Vita hiyo ndo stratégie na ndo politique banatumikishaka pour récupérer ma franga zao zibakana investir donc à l'extérieur de leur pays. Tandis que ba républicain ebo hapana vile ba républicain ebo makuta yote banaokia kama mle kunyumba. C'est pourquoi mnasikiaga Trump mara mingi akishakiana yana kiaga na slogan yaye Trump anakuambia kama no American first. Donc à quelque part à quelque chose on a sema kama yeye ni souverainiste. Na souverainiste kwa sababu ni nationaliste. Yeye anakala na protéger kwanza ba nani anakala na ana restricter donc ma kazi ou bien ma business za ba étranger doit protéger za ba citoyens doit bana kwa kabale. Donc yeye ni souverainiste juste. Mais Congo si ana njoka tuko na watu wamoja wenye biko apolitiki. Watu sababu nasema realite banakala banaikamata tu realite bile biko naona wanakuwa naongea vile vile. Na tellement que basha tu transformer basha tugeuza tukakuwa bakatufa bibitu walitoa donc fasi ya kuwa watu wakatufa tukue bibitu. So wanaanza kuchezesha kisi mtu anachezeshaga kaleso. Pendo huyu unaweza kisi unachezesha ndio wanaanza kuchezesha. Wanachezesha vile jani. Wanachezesha vile puisque hatuko tuko peuple moya hivi yenye hatulei na donc na chunga kitu kwao bashaka tuzowesha bakatuonesha kama no franga za inchi sio za wananchi. Franga za inchi ni za wale ba gouverneur 26 ni za wale ba administrateurs 145 ni za ba parlementaires 500 ni za ba sénateurs 110 ni ba ministre kama ni 54 kama ni 56 kama ni 66 na ni za président. À part les restes moi kule kama mnaweza kufa mkufe mwe mko ba observateur ba téléspectateur. Donc moi mko pale juu ya ku ba téléspectateur au juste ni kuangalia tu inakiendelea ndio bashaka tufanza vile. Tandis que wenzetu ailleurs ce n'est pas le cas. Comme nitoka kubambia saa hii juu ya nani ya Amerika. Hivyo haina banayua kama ressources za pays chaque citoyen eko na droit ya ile ressources za pays. Banayua kama kila citoyen akigonjwa akwesa eko na fonction mleta hana anapashwa tunziwa. Banao kama kila citoyen wa nchi anapashwa pata kazi. Banao kama citoyen wa nchi anapashwa kula. Banao kama citoyen wa nchi anapashwa pata mai. Banao kama citoyen wa nchi anapashwa pata kura. Banao kama citoyen wa nchi anapasha soma bure. Banao kama citoyen wa nchi anapashwa pata pension. Lakini kwetu hivi kwa sababu ni vitu pour moi Congolais qui est là non c'est les vitu ya kitabu wala kile uko nafanya unachosha kama sema viko bien organisé tandis que haiko question organisation non ni question ni droit ya mtu ndio pays hiyo ndio pays ina fonctionner ka vile hapana gisi ile pays yetu ina fonctionner juu na piko ngine Congolais wanaweza kuambia sema no hivi uko nasema habikuwaki ba polisi wetu tunaona shie habakamatikaki ni ba polisi ba malaya na parako malaya mwenye saa moya nakatalaka franga me hewa kwetu wakamatikaki. Piko ngine wanakuambia sema no politiki na unaomba kwa nasema bongo kama useme bongo hausipata franga ndio walituambiaga vile kama politiki na unaomba kusema bongo. Tandis que mainchi zingine mu Afrika
bila kwenda mba Europea wala mba Amerika wala mba Asiatiki. Ukisema bongo wewe atake responsable cadre mtu unatumika mleta, ukisema bongo uiwe kama ni zambi na ile siku unaweza unapishwa demissione. Sie haina vile. Ba policier wetu particulièrement président mtu wa kwanza mkongo kusema bongo. Na sana sema bongo sio kama hakala naelewa kama ni president. Sio anakala au juste anawaza kama ni nani. Anakuwa sasa kunaongea bongo anakuwa vile mtu mwenye alikuwa na sasa mwiko na lota. Sasa vile kuna mtu mtakia mkumbusha wala atakia muuliza vile vya alisema. Mais yana jipermettra katu anasema gisi binakia mkinyo anataka kusema vile vile. Magisi binatoka mkichwa tu anataka kusema vile vile bila kuwaza kwa impact itakamata, ampleur itakamata na watu biko naambia na watu biko nachunga nini na role yake nini kule ye akwake anasemaka tu. Na hivi biko nafanza haiko bitu iko nafanza saa hizi. Depende ndio kisa komala na kuaga vile. Chapokuwa msikia wakati iko mu opposition kwa kwambia kama Noya hizo ongea na Kabila kesho usubuhi nakutana na Kabila kuna ni hotel kama Rafael. Ndio sana fonctionne kavile. Zambia kina beba kama mwingine inakiba kwa village za Kongo anamwambia kama Noya ta récupérer. Anakena badanganya vile anachia Zambia anabeba. Ndio sana fonctionne kavile. Nakwambia kama hata négocier na 2023 huyo namretrouver kesho plutôt achanza négocier na 2023 na hata négocier na Kagame unajiretrouver achanza négocier na Kagame Arusha usiku. Ndio sana fonctionnaka. Mbona na watu vile vyote washakamata kama ni normal kama vinafishwa kwa vile. Donc président si iko nguvu il y a des fois inakuwa nguvu kisu unaweza kumdécrire bien afanzaka sama anakuambia mwala mwendre skamushi anakuwa mkasemi Kongole moko ma Kongole mmoja wakimpiga risasi uwe kama Kagame hata sinzi yake na president anamwambia sio angalie kumlomo wangu president anamwambia sio angalie kumlomo wake viko nasema na president mimi na watu wa chef wanakamata sasa vile ni normal sasa vile hakuna probleme sasa vile ndio sio kwa vile kule kwetu président dernièrement hapa alisema yeye hizi négocier na 2023 alikatala kwanza yeye hizi négocier na Kagame tukiamsikia na jiretrouver Angola président alisema hata négocier kana nanga mais jana hapa hivi alijiretrouver ashatuma délégation Uganda deuxième ville ya Uganda kama Entebbe bani négocier na 2023 ndio président huyo alituma Jean Bosco Bahale d'après RFI bani négocier ya une délégation yenye ilikuwa signée na coordinateur wa AFC M23 swandiza nanga banaenda kutanana kule Entebbe bantamé ma négociation à ces médias pour amener paix mu est ya Congo. Mais président kwambia kama no haizi négocier nabo ni ba terroriste. Pale salisikia RFI na toa l'information. Jo RFI ndio toa l'info. Du Congo batu yote banatumikaga donc baswandiza ba journaliste biko kule. Bote banayuaga kuongea anayoaga vya kuongea kama ni kwenda ongea mzuri je ule president. Comme il a produit un concept za ajabu biko kwambia bo ni ba journaliste d'investigation. Mais si on a ce que c'est l'investigation qu'on a fait. Ukisikia sasa kuna kwambia c'est investigation. Unasema
Eski huwa nabii iko nasema biko namsaidia kusema biko toka mroho yake wala kutoka mkichwa yake wala kutoka mkinywa yake. Depuis alianza kufanya investigation mpaka sasa hakuna habari ya Charlotte. Donc bila zile ma media internationaux kama tuweke na kiendelea. Mais France 24 inasema kama balikuwa na negotier na M23 na ipiko hata agence za Uganda nazo zinasema vile vile kama waliantame négociation à Trevo na nani na Corneille Nangaa. Ça alisikia vile RFI ya France 24 plutôt isha annoncé vile ba capitaine a changé stratégie. Ndio kama tuwazaki, anaanza kama tuwazaki. Sio kama nataka comparer watu yote sawa. Sio kama vinafaka vitu na kama tayu asiu. Je ne comprends pas. Au juste moi je ne comprends plus. A capitaine anafanisha sambla asema anamfukuza ule nani ule Jean Bosco. Jua nini habari ilitoka. Il paraît qu'Alpha Herrera kutoa ile habari. Mais chef yeye president akona penda ile habari itoke. Mais ule abe hatuna vilifikia aje akaje retrouver ile habari. Après ça qui a démentir, abe anasema sema non yeye alikuwa Uganda, alikuwa nda négocier na gouvernement ya Uganda juu ya kulibere ba Congolais ba armée de seigneurs ya kule République centrafricaine. Pardon. Ya kwenda libere ya récupérer ba Congolais ba toto ba Congolais venye bale ba rebelle ba République centrafricaine armée de seigneurs bali donc bale kamataga embuscade, c'est-à-dire bali blocaka. Ambia mulenda bakamata Uganda, ka Uganda ndio bakamataka wala ni République centrafricaine ndio bakamataka. Ukishi wote tunayua bien kama gouvernement Congo haikala na ekipe kwa Kongomani. Si yayua kuonesha kama Kongo shapata probleme, ukasikia sasa nako gouvernement nayo, sasa ma gouvernement sa vingine ilijipointe ndio ile kwenda maliza ile probleme wale kwenda assiste watu. Et d'ailleurs, sawa na kusa Kongo wakipata probleme, banapenda ndio barushe kunyumba ndio waanze cheka. Mwambie sasa mtaenda Kemba. Media kutufa babolole iko ndio négocier na M23 na négocier na bananga na niveau yao ndio bananga iko kiadanganya ngosema alikuwa enda récupérer akonde négocier juu ya ba Congolais benye bali baniwaga na ile nani na ile ba milice bale ba centrafricaine il armée de seigneur tandis que yote ni bongo. RFI kwa article tout un article mon inaandika koma walianza deja ma dialogue. Mais msisahau kama naweza kama jana nilisema niliwaambia kama kule Ituri kule Bunya kuko masite miniere zenye ba Uganda banatumika kemo na zile site miniere s'il vous plaît habachikiaki Kongola aende kule. Kongola kifika kule bana uwaka njo ni ba Uganda ndio banatumika kule. Niseme hiyo habari jana. So maibi biko binapita tragedie batu kona hivi biko napita vyote kule West. Museveni ni maître de jeu. Ni element incontournable, donc hawezi iko nguvu fanzi bila yeye. Chef Kagame là on n'en parle pas. Yetu shako ba momi baki anageuza kisa nataka kisa mtu kitandaki. Maki hiki sana pena nyo anatugeuzaka. Mais Uganda nayo saa ndio kuna fanza ile kazi. Et donc Uganda na Felix hawezi bageuza juu iko na ba servir. Evo ndio wana maintenir ku pouvoir. Evo ndio walifanya nguvu afike ku pouvoir. So haizi balashe. Bien sûr que watu wanaenda kumaini. Ile kuna kumaini mpolitiki. Sasa batakwambia kama inakuwa tu ni c'est juste une opportunité wanakupatia kujua kusema vrai ou faux. Ndio kusema yes ou non. C'est tout. Na sababu filosofia ya msema kaseme mwenye anakontaka mavote ndio mwenye determina kama walipita.
So ile kuenda chagula unaenda mwili unaenda chagula. Hayakuwa sema nyonjo wewe unaweza pale. So chef yeko pale ni wale watu ndio wanamuweka. Sasa ndio nisema tena derema ingekuwa sema no wa Congolais tulikuwa tuko peuple mobilisé ça vile ba Kenya, tuko peuple ça vile ba Burkinabé, tuko peuple ça vile ba Mali, tuko peuple ça vile ba Nigeria. Tunamtia kabisa Félix pressure ya bien, pressure ya sawa sawa. Je vous assure, Rwanda, Uganda, banapasha kia me défendre. Parce que ces deux pays, ils ne peuvent jamais avoir quelqu'un, un Congolais moyen va servir, qui sont les messieurs qu'on va servir. Mais quoi comme ça, quand tout comme ça, tout qu'on a ile nguvu, tout qu'on va conscient. Voilà, tout qu'on va besoin maisha yetu bajiriki. Tunamtia pression. Hata kisi walikuwa namtia mwenzake rafiki yake na Joseph Kabila. Namtia ile pression ya sawa sawa. Mtaona wale watu wanakia mdefendre. Malheureusement, hatuna nguvu ya kuifanza. Jundo gisi akili yetu iko. Unaenda uko unakwambia ni mwane tu. Kurudi uko unakwambia ni shati yapata pouvoir, mwacho kuna shitu aribishi kisimu kutu aliaribishaka. Tu mwali kuwa nafaa vile na njoo gisi kuna tubulula. Donc kuna tubulula par rapport ya nini ya nini yetu ya comportement yetu, ndio maana kuna tubulula vile. So na hiyo madialogue yenyewe si yu someone kwa shindo comprendre peut-être mwendo mnaweza nielewesha. Walianza na nani na Nairobi bikashindikana. Kama vilishindikana, kama ni sambla yao wangali na iba njoo matiere. Franga peut-être ziko na exploiter haziainea. Atuyui. Bakaenda Rwanda bakakia tufrapia semi binashindikana. Ndio mbona unashindikana? Tunaona unaangalia tu. Hapo sasa hii pasha kwa Uganda. Nikisema ni wazi. Tukamata sasa vile Uganda sasa vile njoo mlozi. Kwa sasa vile mtu kuna mtoto kisha voisin anakulogea mtoto. Kisha sasa voisin anakulogea mtoto. Unakuwa na maduti. Mais voisin anakia kuambia sema no mwende mtafutie ule mtoto dawa. Sa question, est-ce que ule voisin dawa yataenda atakushindikiza mwende mtafutie mtoto, itakuwa dawa ya kweli inaweza mponesha ule mtu? Wala wewe mbele kwenda fare nyu gisi mtaenda tusha mtoto mnaenda fanyia ule voisin wako. Ule voisin wako ndio kulogea ule mtoto. Est-ce que ile renyu mko naende ule voisin kweli ataifanya muamani? Ataifa mtoke mtu wa maana vinaweza permettre ule mtoto aishi? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ni voisin mweko pale kuangalia kisi kugandamiza upoteze mtoto. Na kama njoo tuko nayo mwana Kongo nayo na Uganda. Ce n'est pas possible. UN, Bureau ya Sécurité des Nations Unies, ba expert banakia banatuambia wana Uganda nayo iko impliqué. Wewe unatuambia kama Uganda iko impliqué, iko napiganisha, iko naharibisha watu vile, wewe tena unaenda ongelea na Uganda. Hata wewe ndio unasema, hata umeweza za kusema. Hata maraba ndio tenda miguu na miguu. Hata wewe ndio kiduru. Hata wewe ndio una macho. Kagame pia mtu anambia kama no kwa Kongo tunakuwa babolole. Piko wengine utanisikize kama inakufika eko, mais tunakuwa babolole. Tuzola ba Mungu. C'est pourquoi Kagame aliwahi kutukomprendre mapema. Ndio ce n'est pas possible vile vitu mtu mwanaweza kuwaza mwiko na macho, anaweza kuwa nafanza vile Bakongole banafanzaka. Anaweza kuwa nafanya vile waswandiza autorite banafanzaka. Si ya monaka huyo mtu na peut-être ta monaka na sipendaki ni muone. Mtu anaweza fanya vile banafanzaka.
kuredure watu mpaka mwale niveau na emilie watu mpaka mwae niveau. Oni sinjo bazungu saa ndio bashaanza tusemee mwe benye inchi saa hii hamna tena uwezo wa kujisemea. Oni ndio shanza tusemea saa hii benye inchi bashashindwa kwanza bebiko sanse kusema saa hii abasemi. Oni ndio shanza tusemea na mpaka pale biko katala bioni iko nasema. Donc vitu vyenye sasa wanakuambia hautaki comprendre. Sasa walisikia onyesha sema basha ile raporo ishatoka ndio banafanya sambla hapa kama mwende jour kama siku gani banda fa sambla sema naenda itaseme ambassadeur wa bana convoquer ambassadeur wa Uganda kia muuliza si relevant kweli yenye ba expert balisema. Hiyo kama sio bulozi ni nini? Uonisha tuambie. Kusa mtu anakuambia bwana mie nione watu waliiba mwako. Bale watu benye balikuambia kama baliiba mwako unakia baita wewe unasema muende baita mfaire nyo ubaulize kama baliiba. Suko na evidence ya kama chiko pale. Suko kama chiko pale kwa expert walisema. Me hautasema jia nini juu biko namchungia. Juu biko namproteger juu ya pouvoir. Hata hana uwezo wa kusema. Biko na kontra balisinyaka, biko na koro ya balisinyaka yenye haiko mu avantage ya Kongo. Na ule bwana iko tayari umwe Kongo disparaître uli aache pouvoir. Kama Yesu atarudia arudi. Kama Yesu atarudia asirudi. Kama shetani atakuya akuye me abakitu pouvoir. Saba na mwita wa ambassadeur wa Uganda walifika tu waliongea tu pale aswana tena hapa wanaongea sana wanapenda kuongea hapa ni acha tutafasa mbla tu waulize ndio tunaka mashindo pamoja Mungu kwa tusaidia kwa faka operation conjointe shibo wote so moja acha tu sema tunawaitisha tu msijali Mungu normalize vile achana nabo ni people inaongeaka shituko demokrasia juu wanaanza tu profiter na hiyo na hizo manani ma concept tuko demokrasia tutakataza watu kusema no bache vile kama wanasema no pitaisha vile na tuko natumika shibo ndio alienda Fanza. Mimi hakuna vile natafanza Uganda na kuna vile tamwambia Uganda juu. Nilikuwa pia naweza fanza Uganda. Tungenea kwanza kufikia Uganda Rwanda kwanza. Tungenea kwanza kuboda ku relation nani ku rompre ma relation diplomatique na tungenea ku ambassade kufunga ambassade ya Rwanda. Rwanda hivyo inaonekana biko kila mtu anaonaka na yeye chef anaiwaka. Alishindwa kureagir na yengali kufunga boda tu. So je regrette. Kwa Kongo mko naweza pia beneza Fanza en tout cas tant pis pour vous. Hawezi sema Uganda pale. Uganda ndio kwa masikio yake na Rwanda. Hakuna beneza bafanza bale batu. Wewe ni kukaza tu usibiri. Ndio kama uko nyuma msazi. Wala kushoma kwa msazi kuna kula mavi usikimbie harufu. Paki usikie harufu. Ndio vitu kuna sibiri kule vile. Bali ongea tu mle ambasada akatoka. Me baswa ko ngala baswandiza ba kasi kama aseme ndio ba politicien si kama ndio ba kueste kama ndio ba député aseme kama ndio si kama ndio opposition si kama ndio ba soda si kama ndio bazalendo si kama ndio ni mtu mmoja na bachia bote mkimbegeti na wakamuitikia. Sipokuwa nasema kama tuko babolole. Hakuna inchi ya saa hii ungana nakutana inchi saa hii citoyen bawili biko nakula inchi biko nakula franga zinaweza kula 100 ya watu na mnabaitikia na mnabaonaka na mnabela kuleta kubasi bila takuba nani bila takuba déranger niyo natambua tabubolole 100 ya watu wawili tu kuna kula zile franga chokoda kubika na shinda wanadanganya wanabeba nyuma wanabeba mbele wanabeba nyuma nakosa sa vile remote ku television kuna finya huko wanabeba huko sionaka watu ya vile sa vile wa Kongole et pourquoi nisema kama no tuko ba ignora L'État kwanza mshoyo kama kuna unaweza fanza kama l'État iko prepare. L'État ndio anaprepara kwa watu. Fasi yote. Kama exemple sasa ile Afrique Sud. Afrique Sud université zao zote kama mpeyu kama mko 2000 université. Na hizo université zote banafunzi
banalipiwaka mwisho wa mwezi, banafunzi banalipiwa masomo, banafunzi banalipiwaga nyumba kwa banaishi, banafunzi biko na mabisi za kubeba kwa masomo, banafunzi biko na wifi. Bapei mzima, wazee banapataka zabo, batoto banapataka zabo. Soda ya tutasema ni mwami huko. Soda mwafrika side ni mwami. Anakuwa na droit ya manani ya anabenefisia ka gouvernement ma avantage comme tu n'es jamais vu. Polisi memema. Mais wenda angalasa kule kwenu Kongo. So nafika unaposema hapa kabisa hii ni empire ya esclave hii. Hii ni empire ya esclave. Mwana existe huko ni maître tu. Wala ni ba maître wale ba esclave. Ndio wana existe tu. Ju siyui. Sasa mwana wanataka mpaka unashindwa unasema tongea nini? Uache nini? Mbale biko na fanza passions biko na abana conscience abayui nanjo unasikia biko na shinda bana bulana biko bulana vya mide pesa ni vya kutudanganya kutudistraire havizi tusaidia kitu haide pesa havizi tusaidia kitu tushaona vile unaweza kufanya kama unachunga seme ndo bangali batabadilika bangi haibadilikaje bangi ya jana na ya leo bangi ni bangi ukivuta utapata nile ile ku ile pesa nayo ni ile pesa tu ndio sikia job mahaya vinakuwa au ministry wa briefing tunapata kimia yeye yashakuwa ni ministry wa briefing ministry wa briefing inakuwa kimbilia siku TikTok biko naogopa wanayua nini wanaogopa kama no hapa gisi alire gisi situation iko batu kila siku biko chauffeur abu na gisi batu biko chauffeur abu po banaza geuka in time na vitu vinabadilika ju Kenya baligeuka tu kabadilika Uganda nao mema sai naye iko junge mebiko na mtia pression Nigeria na biko na jiorganize nao so nao bashanza ogopa maana kama ile kuacha watu kwanza watu Kongo baende ku TikTok je nini hawezi enda ku TikTok jo environnement et permettre monsieur Mia ministre de briefing watu Kongo habaende ku TikTok hakuna infrastructure haipermettre environnement haipermettre source ya revenu haipermettre mtu kuuza unité à transformer ma méga haiko facile Congo et d'ailleurs bakana kulimiter azo na wanamkula mbio unayua bien inakuwa et d'ailleurs on va voir même les Américains on ne sait pas si on a déjà banni ça ici on va le faire sasa wona kama exemple ni mbaya tu suna kamata kisu unasema kama unaangalia example kwa Amerika kamata na example na kwa Amerika ya kujenga barabara sema no ba Amerika tunaona hali banajenga mo barabara banajenga msysteme Amerika acha na shindo barabara tajenga jenga ma hospitali sasa vile msysteme Amerika kwa na matete tu TikTok iko na ku protéger Juba sikutoe kwa kazi. Kama unakamatia mfano wa Amerika nani kubanire nini, kubanire TikTok, kamatia kuna vingine. Amerika hizi lala mgiza. Amerika hizi lala bila kula. Amerika masomo ni bure. Amerika hizi ndilipa franga kwa mganga. Hospitali ni bure. Amerika kazi kwa sio negotiation. Mais hii yake tuambia ngaseme no utaifunga inafungwa tu maile maisha hiyo peke tuanze na ifunga tu ngasema taarifisha watoto piko ngine kuharibisha wanaweza tuharibisha simsha tuharibisha simuno mnatuharibisha mwe shitu kwa sababu mnaharibika na uko sema tatuharibisha sasa mbona mbio tatuharibisha kwa nini TikTok tatuharibisha kwa nini tumweze kwanza mwe mnaharibika
Aye pays ya 2 milioni ya watu inaweza kushipiga pays ya 5 milioni ya corruption. Kila siku watu walalamika corruption hapa. Ilipiko kuharibika kushinda hiyo. Mwizi ndio kuharibika kwanza na mwisho. Tamuko ba mwizi. Sasa kuharibika ingine gani kwa tofauti ingine kuharibika hai. Nikitoka wanasheki sema nachinja watu. Mungu achinjia watu ndio wapate franga. Amweke mko naifanza juu watu wasiko naongea viko napita kule. Me hatutaacha ma YouTube zishakuwa ma platform ya communication ziko za mingi. Ufeme ufunge ni vyako hivyo. Ufungule shitaendelea tukupiga habari. Na tuko na bafuatilia. Parce que c'est notre pays, nous avons le devoir de le faire même si les pays haïtukutuserviraka. Il nous a pas servi, mais nous on va les servir en tant que citoyens de ces pays-là. Nous sommes prêts. Tutasema hautafunga mashine zote. Ndio kama uko nafunga ni jumbe tu siko napita kule. Na ujiste ndio objectif. Mais wafunga sio kupenda watu. Ungefunga kwanza kanisa. Kanisa ndio inaharibisha watu. Sio naambia kama no ule mtu akula franga za chile jelu utamfunga. Naweza sikia. Kinaambia kama ule mtu akula franga za rami utamfunga, naweza sikia. Kinaambia kama no piko mtu mwalibraka kanani alivaga election utamfunga. Naweza sikia. Kinaambia kama franga za Kangalonzo piko mwali naweza sikia. Kinaambia kama Joseph Kabila iko na 15 miliards d'après Panama Papers mtasurusha Kongo, naweza sikia. Alafu unaambia sema utafunga sema TikTok. Na yote ni nijua kosa kazi, hakuna plan, hakuna vision, hakuna plan. Kwenda kama chep tu vya buriburi unaacha. Funga kwanza, acha kwanza TikTok. Wewe kwanza ufunge boda. Yiko ntuma ba aggressive kwa kiaua watu. Wewe kwanza ufunge boda kwanza. Funga kwanza frontier. Ndio utasema kama uko mwanaume. Romple kwanza na ni relation diplomatique. Funga kwanza ambasada ya Rwanda na ya Uganda Kinshasa. TikTok ndio unasema ndio taweza. Maki nguvu yako ni kufunga TikTok. Wewe ministre pale ndio kufunga TikTok tu. Na conseil yenu na soinisation charte d'occupation na garantir watu kusikia habari, kusikia information. Na wao mko na wapuie na yeye mpaka watu kule kwa kina wanaenda ku TikTok. Tu ndio unaona ndio kifunga TikTok unaona kama ndio vitu vina. Madawa itapita kwa hospitali. Mai itapita na kuwa. Kure itapita na kuwa. Masomo kwa nini soma? Kazi itapita na kuwa. Transport itapita na kuwa. Watu wapita tena kwa shorkoro. Sio unafunga TikTok. Na mwana kuna TikTok sio naifunga. Hakuna. Hiyo yote ni kushindwa. Ndio kama mtoe nanga kule. Ndio kwanza mtoe ilingo makule. Sasa unamaliza sio unakiasa na nguvu naambia siniwaambia nakia funga sa TikTok. Mimi yafanya vile hakuna kupoteza wakati bure minister wa briefing. Anka uko unapoteza wakati bure. TikTok haina ndio problem. Atele makanisa mko nafunga ya kwa ndio problem. Siona pastor mwiko akikula naenda detune na ingo aseme alikula 100 milioni. Asema alikula 500 milioni. Asema alikula franga chile jelu. Si amonaka. Unafanza tu vile ni juu conscience hakuna. Transformation hawezi anzia kwa kanisa, transformation anzia kwa numero 1. Weka kwanza numero 1 kwanza akwe credible. Après ça ndio inaweza endelea. C'est pesa. Ndio hiyo habari yenye niko nayo leo. Msisahau kushare na kusubscribe. Merci pour votre fidélité. On se reverra encore. Bye.